Bana, mambo vipi mtazamaji wa Uhondo TV? Mimi naitwa Aidan Jeremiah, niko hapa kuweza kuleta taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zinapatikana ndani ya Uhondo TV. Tunafahamu swali kubwa ni mchezo wa NBC Premier League Derby ya Dar es Salaam au Derby ya Mzizima Azam Football Club ambao walikuwa wanakaribisha kundi Msimbazi Simba Sports Club. Mchezo umetamatika kwa klabu ya Simba na Azam Football Club kuweza kutamatika kwa kutofungana, yani through ya 0-0. Sasa maneno yamekuepo kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Nimeona niweze kupitia kwenye uchambuzi wa kinifu namna ambavyo wadau walikuwa wanajiuliza kwamba ni kitu gani ambacho kimetokea. Je, kwa Simba wamekosea wapi? Kwa Azam wamekosea wapi? Muamuzi namna ambavyo ameonekana kuwa gumzo kwa kiasi kikubwa. Hicho ni kitu ambacho kimeonekana kuwa gumzo sana. Wadau mbalimbali kuweza kuzungumza kulingana na different moments au matukio tofauti ambayo yalikuwa yanatokea ndani ya uwanja. Kwa mchezo kwanza, kabla ya muamuzi kumzungumzia Ahmed Arajiga, kwangu mimi naweza kusema kwamba to be honest ni mchezo ambao ulikuwa kupishana, mchezo ambao ulikuwa unahitaji intention kwa kiasi kikubwa. Kipindi cha kwanza ulikuwa unaona Azam wanakuja, na ndio maana kwenye possession ulikuwa unaona kwamba wana asilimia kubwa, lakini the same scenario katika upande wa Simba Sports Club ni timu ambayo imeprove kama ni kitu gani ambacho ilikuwa inakihitaji. Angalia wapo mchezaji mmoja ambaye alikuwa na uwezo mkubwa, angalia matukio tofauti ambayo yalikuwepo ndani ya uwanja, pia angalia namna ambavyo mchezaji alikuwa anajituma kuipambania ile value of club au thamani ya jezi ya timu husika ambayo tumekuwa tunaizungumza. Kwa hiyo ni game ambayo ilikuwa kupishana, lakini kwa muamuzi naweza nikasema kwamba Ahmed Arajiga, unaweza kusema kwamba kuna matukio ambayo ameweza kutotenda haki kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tukio, kwa mfano kama tukio la penalty ambalo Simba amenyimwa penalty, naweza nikasema kwamba ilikuwa ni clear penalty. Ukijaribu kumwangalia mtu kama kipindi cha kwanza, angalia uwepo wa mtu kama Libase Gwe ambaye alikuwa kwenye ubora kwa kiasi kubwa katika siku kubwa leo, anapata nafasi, lakini pia kwenye penalty box Fortress Meadows anamchezea madhambi. Naweza nikasema kwamba ile ilikuwa ni clear penalty kabisa. Hakuna mtu ambaye anaweza akapinga kulingana na kile kitu ambacho kimetokea. Kwa hiyo cha kwanza lazima ukubali kwamba kuna matukio ambayo mwamuzi anaweza amekuwa sehemu kubwa ya kuweza kuifanya Simba isiweze kupata ushindi. Kwa hiyo kwa ile tukio namna ambavyo nimelitazama kama mchambuzi, nimerudia mara mbili, maybe kukosekana kwa VAR au VAR ambayo tunasema kwamba video assistance of referee inawezekana ni kitu ambacho kimepelekea hata mwamuzi kutoona yale matukio, lakini ukijaribu kuangalia ni tukio halali, tukio ambalo Simba unaweza kusema kwamba wamenyimwa penalty halali kabisa. Kwa hiyo hamna doubt yote ambayo unaweza nikazungumza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa referee Ahmed Arajiga ambaye ana begi ya FIFA inabidi ajitathmini kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ligi imekuwa na utashi kwa kiasi kubwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia Yanga, Simba pia timu ambazo zinawania ubingwa ndani ya msimu 2024 2025. Hapa ni Uhondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Kikubwa ambacho nakushauri mtazamaji wa Uhondo TV, usisahau kusubscribe, kushare na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Niandikie maoni yako nitapita nayo. Je, ulichokiona kwa Simba Sports Club ilistahili kupata point 3 au haikustahili kupata point 3 au point 1 iliyopata basi inatosha katika upande wa Simba Sports Club?